Ukiangalia kwa haraka unaweza ukasema tumeiga. Lakini kuiga sio vibaya. Ndio. Hata mifumo ya kodi tunaiga kutoka kwa wenzetu ambao wametutangulia. Ukiangalia kila kitu na zama zake. Ukiangalia mfumo ambao umekuja ukusanyaji wa kodi ambao sasa hivi uko kirafiki zaidi. Angalia engagement ambazo zimefanyika. Cha kwanza kabisa TRA kama TRA. Ushiriki wa michezo kati ya taasisi ambazo zina viwanja bora sana vya ukusanyaji viwanja bora sana vya uchezaji mpira katika kuhamasisha makusanyo ya kodi ni mamlaka ya mapato. Tuna kiwanja ambacho kiko vizuri sana ambao kiko pale Kurasini. Tukiamini kwamba cha watumishi hicho. Watumishi nao wamekuwa wakishiriki katika michezo ya mpira muda mrefu sana. Ukiangalia sasa katika kufanya hivyo ndio maana TRA tukaja na nini na kuangalia kwamba tutashiriki vipi. Tulianzia kule chini. Nakumbuka kulikuwa na timu moja ikawa TRA Kilimanjaro. Walianzia kama watumishi wa mkoa wa Kilimanjaro. Ingawa timu haipo. Hata TFF haipo, haina usajili. Lakini kamishna mkuu ambaye yuko sasa hivi kiangalia yeye amekuja na issue ya kupeleka elimu ya kodi mpaka kwa ngazi ya chini. Na ndio maana ukafikiria kwamba kutumia platform hii ya ligi kuu itakuwa ni rahisi sana kuwafikia Watanzania walio wengi. Hata ukiangalia sasa kwa wenzetu walikuwa wametutangulia, sio kutuzia, wametutangulia katika hizi kuingiza timu katika ligi kuu. Lakini TRA tumekuja kwa nguvu zaidi. Na ukiangalia kwa mtu kama mtu umeangalia kwa wenzako waliokuzunguka, wewe kwako timu inatakiwa ije na kitu ambacho ni kikubwa zaidi kuliko kile cha wenzetu. Na ndio maana hata katika kuja mwaka huu tunachoamini hii timu tumeichukua siku mbili kabla dirisha la usajili halijafungwa. Kwa hiyo tumeichukua kama ilivyo. Kwa hiyo ninachoamini kwamba tuna nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaiboresha. Madam amesema hapa kuhusu kwamba tulianzia na zile mechi mbili tumetoa suluhu na draw. Tukiamini kwamba imetupa alert kwamba tutakaporudi turudi kivingine. Lakini katika hivyo vyote ndugu mtangazaji, kumbuka kwamba ile mfano kama lese kuna mechi ya timu ya TRA United Sports Club inachezwa hapa Dar es Salaam. Wiki ile lote ilikuwa ni shamra itakuwa ni mambo mbalimbali yanayohusu kuhamasisha ulipaji wa kodi. Tukienda kucheza mechi Kigoma, tukienda kucheza mechi Mwanza, hata juzi tulikuwa kule. Kabla ile mechi na Pamba, zile siku 4 zote zile kulikuwa na masuala ya kodi, watu wanaelimishwa, watu wanapewa vionjo mbalimbali kuhusu ulipaji wa kodi. Kwa tukiamini kwamba hii timu sisi kama management itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunapeleka ujumbe wa kodi kwa Watanzania. Mimi na swali moja. Yes. Kwenye mpira wetu moja kati ya changamoto tulizonazo ni kufanya mambo kwa mazoea. Mambo kwa mazoea in what sense? Kwamba tuna mfumo wetu wa uendeshaji wa mpira ambao uko tofauti na maeneo mengine. Kwanza mpira wetu hauamini sana katika development, kwa maana kwamba tuna vijana wenye vipaji lakini kipaji kinatakiwa kiwe refined. Sawa, matokeo yake timu karibu zote, labda the exception ni Azam pekee. Mara nyingi tunakuwa hatuna timu kwa mfano za vijana katika mazingira ambayo unaweza hata ukatafuta partnerships na timu za Europe ukauza wachezaji ukatengeneza fedha. Lakini pia nimesema kwamba mpira wetu ni mazoea pia kwa kuangalia timu za taasisi. Kwa maana kwamba moja kati ya timu ambazo tunaona hazijawahi kubadilika ni timu za taasisi. Kwa mfano Simba, za majeshi, Yanga, Azam, ile evolution yani kuna mazoea wanayo, lakini kuna mazoea mengine wanakwenda wanaachana nayo. Nyinyi mmejipanga vipi kuachana na haya mambo ya mazoea, ama mna kitu gani cha tofauti ambacho mnakuja nacho kwenye mpira wetu, au itakuwa ni yale? Maana tukiangalia kwenye mpira wetu ziko timu kama KMC, ni timu ya Manispaa, Mbeya City pia Manispaa inahusika, kuna timu za majeshi pia, the likes of kina JKT, lakini hizi timu hazijawahi kuendelea kutoka kwenye kuwa timu za kawaida na kuwa competitive teams, timu ya ushindani. Nyinyi kwenye hili mnakuja na kitu gani cha tofauti? Kwanza cha kwanza ambacho hata wadau wa mpira walitushangaa. Kumbuka jana tarehe 3 juzi ilikuwa ni tarehe ya mwisho wa kuwasilisha maombi ya kuhusu nafasi ya ukocha na CEO. Wanasema mpaka kocha mnatangaza. Tumetangaza kwenye mitandao, tumetangaza dunia nzima. Wameomba watu zaidi ya 100 na kitu kwenye nafasi moja tu ya ukocha. Na tena kuna makocha ambao mpaka sisi wenyewe tukashangaa kwamba timu hata ndio tunakuwa na mechi 2 tu lakini watu
wameomba kwanza hiyo nafasi ya kuleta professionalism kwenye uchezaji wa mpira. Naamini kwamba itakuwa ni tofauti na wenzetu ambao tayari wapo katika mpira. Kuhakikisha kwamba tunasimamia misingi yote ya uchezaji mpira. Sisi wenyewe ndio tuwe mfano. Umezungumzia kuhusu kulea vipaji, kulea vijana. Ni kitu ambacho tayari kipo katika mpango, hata ukiangalia kwenye katiba ya timu. Katiba ya timu maelekezo ya mamlaka ya mapato ya management kuhakikisha kama tunakuwa na timu tunakuwa na ulezi wa vipaji. Na essence pia kuanzisha hii timu ni CSR, kurudisha katika jamii. Moja wapo kitu ambacho ni hicho, kuhakikisha kama tunalea vipaji. Ndio maana kuna watu waliniuliza kwa nini timu msiite TRA Football Club, kwa nini mkaita Sports Club? Mle ndani ni combine ya activities za michezo mbalimbali ambazo ziko mle ndani. Kwa hiyo tukiamini kwamba katika kufanya hivyo bwana Jeff tutakuwa katika mlengo mzuri wa kuhakikisha kwamba na sisi tunajitofautisha na wenzetu. Imekuwa ni kama mazoea, kama timu labda ili angalau uwe na timu sababu ni mandatory kwamba lazima uwe na timu ya under 20, under 17, wengine wanaacquire tu timu kina nini. Lakini sisi tutakiwa tunakuwa na timu ambayo tutakulea vipaji kutoka huku chini. Taifa letu haliwezi kuendelea. Sisi wenyewe lazima tuwe mfano. Na hapo swali zuri sana la Jeffrey kuhusiana na namna gani vijana wanapata malezi yaliyo sahihi. Mna mpango wa kujenga uwanja wenu? Je, mna mpango wa kuwa na academy ya kisasa TRA United Sports Club? Manake hivi ni vitu ambavyo Jeff amewataja hawa Simba, Yanga ambao ni wakubwa. Sasa Azamu unaona kabisa kuna kitu unakiona. Ndio maana katika hoja tu ya kawaida kuna hizi timu za mataasisi, timu za majeshi, timu za halmashauri. Sawa, unaona wanaleta ushindani, lakini bado ule ushindani wa dhati mimi kwangu ukiniuliza bado sijauona kihivyo. Sijui nyie katika mazungumzo ambayo umeyazungumza, je, hivi vitu vipo katika mpangilio ambao ni mipango ya muda mfupi ama mipango ya muda mrefu? Haya masuala ya ujenzi wa academy, vituo kabisa. Cha kwanza ndugu mtangazaji, ni kweli kabisa. Ndio kama nasema kati ya taasisi ambao wana facility nzuri za kuchezea mpira ni mamlaka ya mapato. Tuna uwanja wetu mzuri, hata timu ya taifa ndio inapochukulia mazoezi pale. Pale Mivinjeni Kurasini pale. Tuna majengo ambayo ya majengo idara yetu ya utumishi. Yale majengo yanakaa wafanyakazi, ni magorofa yale. Kwa hiyo zile gorofa essence ya kamishna mkuu ni kuzifanya ziwe hostel. Kwa hiyo tunachoamini kwamba tuna uwanja, tuna viwanja vyote, basketball, mpira wa miguu. Sema tu uwanja, kuna kitu kimoja. Kwa nini labda sasa hivi hatuwezi kuombea tukacheze ligi kuu? Kuna kitu kimoja wakati wanaujenga walikuwa wameuminya nafasi. Kwa hiyo sasa hivi tumeambiwa kwamba tuongeze ili baadaye inawezekana hata tukachezea pale. Kwa hiyo tutaenda tena kwenda kuanza kuwazima viwanja vingine. Lakini sema tu kwamba kwa sasa hivi timu bado iko Tabora. Uwanja wa nyumbani ni uwanja wa Al Hassan Mwinyi kule Tabora. Ulikuwa umefungiwa, lakini tayari tumeshawaombea wenzetu wa bodi ya ligi na TFF kwa ajili ya kwenda kukagua na kusahau vile vigezo walikuwa wanavitaka, tayari tumeshavitimiza. Kwa hiyo niseme tu kwamba huo mpango upo na tayari upo katika maandishi kuhakikisha kwamba tunakuwa na nini na academy kuendeleza michezo hapa Tanzania. Mwagala, bila shaka awali ulizungumza kwamba mtakuja kufanya usajili wa maana kweli, na wewe unaisemea timu ya mapato, timu ya walipa kodi hii. Timu tunaweza kusema ni ya Watanzania. Hata mimi mwenyewe nimo humo, sababu Mtanzania na ni mlipa kodi kabisa. Mnaamini kwamba msimu huu mnaweza kumaliza nafasi ya ngapi kwenye ligi kuu, kwa namna ambavyo ligi ulivyoiona mechi zenu za awal, na ligi na mechi 30? Kwanza mpaka sasa hivi hatuna kile kihoro ama pressure ya kusema kwamba tunaweza tusimalize kwenye nafasi nzuri. Kwa sababu tayari tumeshacheza mechi 2. Ni kipimo tosha kwa kikosi ambacho tulichokuwa nacho. Kwa maana kingekuwa ni kikosi kibovu, ina maana sasa hivi hata pointi moja tungekuwa hatuna. Na kuna timu pia zimeanza msimu zimeshindwa kucheza kwa wachezaji wao wote kwa sababu ya kukosa vitu tofauti au vitu fulani. Lakini kwetu sisi TRA United Sports Club tulifanikiwa hilo kwa 100%. Kwa hiyo tayari
ni njia ama ni indicator ambayo tayari imeshaonyesha mwanga ambao sisi TRA tunakwenda wapi. Na league of course ni ngumu. Nimekuwa kwenye mpira msimu wangu wa kipindi changu cha 8 sasa. Sawa, katika maeneo tofauti. Kwa TRA ndio msimu wangu wa kwanza. Lakini kwa experience ambayo niliyokuwa nayo sasa hivi mpaka sasa hakuna timu ambao unaweza kusema kwamba imejipata. Kwamba unaweza kusema kwamba hii ni na guarantee 100% itaenda kuchukua ubingwa. There is no one. Hata sisi TRA tukipambana vizuri na kwa sababu wachezaji wote wana uzoefu. Na uzuri ni kwamba hata taasisi ambayo imechukua timu ya mpira wao wenyewe pia ni wana mpira. Tukianzia na kamishina mkuu kwa maana Yusuf Mwenda. Na wenyewe pia ni mtu wa mpira. Kwa hiyo sio kwamba TRA imechukua timu kwa sababu imechukua tu for leisure. Lakini pia inafahamu kwenye mpira tunatakiwa tufanye nini ili tuweze kupata matokeo mazuri. Wengi wanaamini hivyo kwamba nimekuja huku kwa sababu ni kwenye michezo, basi muhamasishe tu wa Tanzania kwa sababu kwa ajili ya kodi. Kuhamasisha wa Tanzania unahamasisha katika engo mbili. Yani tunakwenda kutoa elimu kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi. Kwa sababu ni timu ya walipa kodi na ni timu wa Tanzania. Na mashabiki wote wa mpira sisi tunategemea wa Tanzania wote. Yani hatutegemei kwamba shabiki wa timu fulani ndio aje aishabikie TRA, si ndio? Sisi tunachotarajia na ambacho kipo mpaka sasa hivi ni Watanzania wote kwanza kitendo tu cha kukubalika. Yani kitendo cha kwamba cha kukubalika kwamba kuna timu inaitwa TRA United Sports Club. Sisi mpaka pale ni ushindi tosha. Kwa hiyo Watanzania wana deni na sisi kwamba tunatakiwa tuhakikishe ile timu inafanya nini? Inafanya vizuri. Lakini inafanyaje vizuri? Ni kwenda kupata matokeo, kujipanga kwenye michezo ambayo tunakwenda. Na ndio maana nimekuambia taasisi kama taasisi kwa maana ya mamlaka ya mapato Tanzania wote ni watu wa mpira. Na kila mmoja pale anatamani kuona timu inakwenda inacheza, inashinda. Hizi mechi mbili tuliulizwa maswali. Kwa nini mechi mbili mmeshindwa kushinda? Ushaelewa Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba watu wanafuatilia, wanahitaji timu ishinde. Kwa hiyo tupo kwenye mpira. TRA itafanya kazi mbili: kuhamasisha watu ili waweze kulipa kodi, lakini pia kuwaelimisha nini maana ulipaji kodi, lakini pia vile vile tunahitaji kwenda kuwapa burudani nzuri ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya yani iwe timu shindani. Sio mtu azungumza sema ile bwana ipo tu inaongeza